Tunapozungumza juu ya huduma za uzazi wa mpango, walio wengi wanafikiria kwenda kupata kitu halisia, kwa mfano apewe kidonge, achome sindano. La hasha. Huduma ya kwanza ya uzazi wa mpango ni kupata taarifa sahihi, akaelewa kupanga uzazi ni nini. Ni ile hali ambayo atafanya maamuzi ya kwamba mimi nitaanza lini kuzaa, pengine nikiwa na miaka 25. Nitapata watoto wangapi? 5. Watapishana muda gani? Lakini leo nina miaka 15, 16, nifanye nini? Akafanya maamuzi ya kwamba nitagunga, sitajiingiza katika vitendo au mahusiano ya kingono mpaka nitakapofika miaka 25. Tayari amepanga uzazi. Kwa hiyo huo ni uelewa ambao pengine jamii imechukulia. Ukisema huduma rafiki za uzazi wa mpango za afya ya uzazi kwa kijana, wanasema anakwenda kupata kidonge. Lakini ikiwa kijana yule pengine yuko katika umri tayari wa kuzaa, na wengine ni vijana lakini wameshakuwa wazazi, wanayo haki pia ya kupata huduma za uzazi wa mpango, ambapo watapewa ushauri, watapewa mwongozo, watapewa elimu, na kisha watapata huduma walioichagua kwa mwongozo wa watoa huduma. Lakini vijana wetu pia wanapata magonjwa ya ngono, hawajui mahali pa kwenda. Ziko huduma rafiki ambazo watatibiwa, lakini pia watapata ushauri na mwongozo utakaowasaidia wasiingie tena. Tuna vijana wetu wamepata bahati mbaya, wametoa mimba, wamejaribu kutoa mimba, wanaingia katika madhara makubwa, na wakati mwingine tumewapoteza walio wengi ukiangalia takwimu zinavyosema. Lakini katika vituo vyetu vya kutolea huduma, ziko huduma kama bahati mbaya imetokea, basi anapata huduma ambayo itamsaidia kuokoa maisha yake, lakini pia kumzuia asiweze tena kuingia katika hatari ambayo amekuwa ameipitia. Lakini pia wako vijana ambao wana msongo wa mawazo, hawajui mahali pa kwenda. Huduma rafiki ni pale ambapo ana uwezo wa kwenda katika kituo cha kutolea huduma, lakini pia wao watamuunganisha na mtaalamu wa saikolojia ambayo atampa ushauri wa kisaikolojia, wakaweza kumnusuru kijana pia katika hali au hatari ya kutaka kujitoa uhai kwa sababu hakuona mwanga wa maisha. Lakini yote hayo lazima yaanzie nyumbani, ambapo pia mzazi aweze kuona huduma hii mimi sina uwezo nayo, sina utaalamu, ampeleke kwa mtaalamu ambaye ataweza kumpatia huduma. Kwa tukishirikiana sote kwa pamoja, kuanzia katika familia, wazazi, tukaweza kutoa huduma rafiki kwa vijana wetu, tukaboresha mahusiano, tukawa tayari kupatikana wanapotuhitaji, lakini tukaweza pia kufanya majadiliano nao, tukawaambia ujana wetu ulikuwaje, tulipitaje, walipo leo wanawezaje kupita kupambana na changamoto. Na tunapoona maswali nyeti ambayo ni ya kitaalamu, sisi wenyewe wazazi tukaweza pia kuwa sehemu ya rufaa, kuwapeleka katika vituo vya kutolea huduma, wakakutana na wataalamu. Wataalamu kule watajua huyu anahitaji huduma ya namna gani kwa mtaalamu yupi. Mwisho wa siku tukiungana kwa pamoja, tutaweza kuwasaidia vijana kuboresha afya zao, lakini pia kwa wingi wazifikie huduma rafiki za afya ya uzazi katika vituo vya kutolea huduma. Watoa huduma wako tayari, wao wanawangoja vijana waweze kuwahudumia, na kijana mmoja akihudumiwa, yeye atakuwa chanzo cha kumleta kijana mwingine. Mwisho wa siku tutatengeneza mduara ambapo vijana wote wana afya bora, hawaingii katika matatizo ya afya ya uzazi, magonjwa ya ngono tutasema hayapo, utoaji mimba hautakuwepo, mimba zisizotarajiwa hazitakuwepo. Mwisho wainuka na afya bora, wanafanya maamuzi ya busara, wanafikia maisha ambayo kila mmoja anayatamani. Jamani, waleteni vijana wapate huduma rafiki za afya ya uzazi. Furaha huanzia nyumbani. Ndio ukasema elimu ya kutosha na yenyewe ni changamoto juu ya afya ya uzazi wa mpango, kwa sababu je, wanazipata za kutosha? Hiyo elimu ya afya ya uzazi inatolewa wakati gani? Kijana akiwa na umri gani pia? Kwa sababu unajikuta sisi tunawapokea wako chuoni. Hawa watoto wanapotoka huko, wametoka form 1, amekuja ameenda advance, tunawapokea tayari katika umri mkubwa ambao wengine walishaanza haya mambo mapema kabla hata ya kufika vyuoni. Kwa hiyo hata unapokuja kumpa elimu ya uzazi hapa, tayari anaweza akaona haimsaidii, kwa sababu tayari hivyo vitu anajua. Wengine wanatumia mpaka nadhani kwenye swala la ujauzito kuna wanaotumia hizi emergency pills kuzuia. Mtoto anakuja anazijua, hata mimi mwenyewe mwezeshaji kwa maana ya mlezi sizijui, na anajua jinsi ya kuzitumia. Sasa unapokuja kumpa elimu ya afya ya uzazi, tayari ameshakuwa mtu mzima kidogo, na yenyewe ni changamoto. Kama wanasema samaki mkunja angali mbichi. Sasa akisha komaa kumkunja inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tuangalie na hii mifumo yetu ya elimu kuanzia huko chini, jinsi gani tunaweza tukaanza kutoa haya mafundisho kwa watoto kuhusiana na elimu ya afya ya uzazi.
tumekuwa tukikutana na vijana ambao wanakuwa na taarifa ambazo sio sahihi kitaaluma. Kwa mfano, tumekutana na watu ambao labda anasema kwamba nikitumia labda njia ya sindano tunaita Depo-Provera labda nitableed mpaka na koma au nitanenepa, nitaongezeka. Kwa sisi kwenye huduma zetu tunawaelewesha na tunaonyesha hadi evidence ambazo zipo kwamba ukichoma hii inakaa muda gani kwenye mwili wako, inaenda kufanya kazi gani na matokeo yake ni haya. Kwa hiyo tunajaribu kuondoa zile myth kwa vijana wetu ambao wanazo ili waweze kuwa kwenye safe side ili kuweza kufikia ndoto zao. Lakini pia kumekuwa na changamoto ambayo kwa mfano sasa hivi vijana wengi hawataki kutumia njia za uzazi wa mpango za muda mrefu, kwa mfano miezi mitatu au mwaka au miaka miwili, kwa sababu wanaogopa kuonekana kwamba wanafanya tendo hilo. Kwa hiyo sasa wamekuwa wakitumia zile emergency pills kama uzazi wa mpango. Kwa mfano mtu kwa mwezi anakunywa emergency pills zile P2 zile mara 2. Kila mwezi yeye akishaenda tu kwa shemeji tayari. Akishaenda kwa shemeji anaenda. Lakini ile dawa sio kwa ajili ya uzazi wa mpango. Ile dawa ni kwa ajili ya emergency pills, yani pale ambapo umefanya tendo na una wasiwasi au unahisi kwamba siku zako haziko salama na wakati huo haukuwa kwenye njia salama ya kuweza kuzuia ujauzito. Kwa hiyo tunashauri tutumie hiyo P2, lakini at least tunasema tumia once in 5 years. Kwa hiyo tunaomba ndani ya miaka 5 utumie mara moja. Ile sio dawa ambayo tunatakiwa kuitumia mara kwa mara kwa sababu ina maudhi kama dawa ilivyo. Huwezi kutumia dawa frequently kama unavyotumia kitu kingine. Kile sio chakula na kina madhara kwenye mwili, kwa mfano kwenye figo na pia kwenye mfumo mzima wa uzazi. Kwa hiyo tunashauri sana P2 tuitumie kama emergency pill once in 5 years, ndio tunashauri sana kutumia hiyo P2. Habari, mimi naitwa Diana Francis, ni afisa maendeleo ya vijana hapa mkoani, kwa maana ya ofisi ya mkuu wa mkoa au ukipenda mkoa wa Mwanza. Lakini kama tunavyoona, pamoja na hizo juhudi za kuboresha hivi vituo, bado changamoto ni sisi vijana hatufiki kabisa vituoni. Tunaona kwa mfano sehemu nyingi vituo ambavyo vipo vijana ni wachache sana wanaoenda, lakini juhudi za serikali zimeendelea kufanyika pamoja na hao wadau kuhakikisha kwamba vijana wanajulishwa zaidi na zaidi kwamba vituo hivi vipo na vinahitaji wao kufika. Ni ushuhuda kwamba sisi vijana bado tuna matatizo mengi katika jamii yetu. Sisi ndio ambao tunaongoza kwa maambukizi ya VVU. Tunaambiwa kwamba karibia 50% ya maambukizi mapya ni vijana. Lakini pia siku hizi kuna ugonjwa ambao ni hatari zaidi wa homa ya ini. Lakini pia mtashangaa leo hii bado kijana anapata mimba ambazo hazitarajiwi wakati vituo hivi vipo. Kituo hiki ni cha watu wote. Kwa hiyo kama kijana wa Tanzania, kijana wa Mwanza na sehemu zote, mikoa yote ambayo vituo hivi vipo, unaomba kufika katika kituo hiki, kwa sababu kwa asilimia kubwa kwa kweli mimi naona ni suluhu, na wewe utaniamini. Kwa hiyo naombeni mfike katika vituo hivi kila mara mtakapopata shida. Haukatazi kuhudhuria muda wowote, na unaweza ukamchukua na rafiki yako, kwa sababu tunaamini vituo hivi vitatusaidia na kutusaidia sisi kufikia ndoto zetu. Napenda kuwashauri mabinti wenzangu kwamba wajitokeze katika vituo vya afya kwa lengo la kupima na kujua afya zao za uzazi, na pia zinapotokea semina na warsha mbalimbali zinazotoa elimu juu ya afya ya uzazi wasisite kujitokeza. Na pia ningependa kuwashauri mabinti wenzangu wapunguze kufanya ngono ambazo sio salama, ambazo zinaweza kupelekea kuwa na mimba ambazo hazijatarajiwa. Kijana akipata taarifa sahihi itaweza kumsaidia kuepukana na mimba za utotoni, ndoa zisizotarajiwa, lakini pia kujikinga pamoja na magonjwa ya zinaa. Lakini kitu kingine, kijana akiwa na taarifa sahihi itaweza kumsaidia kutimiza ndoto zake. Mimi ni bingwa na wewe ni bingwa.